Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 aya 9 hadi ya 18, na Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Yohane sura ya 10 aya ya 20 hadi ya 23. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Amin, amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana hakumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza tena lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni maneno ya Yesu Kristo katika sura hii ya 16. Amewakusanya wafuasi wake, anawaeleza yote ambayo yatakuja mbele zao. Kumbuka, alishawaeleza juu ya usaliti, akawaeleza juu ya huzuni, akawaambia msifadhaike ndani ya mioyo yenu, akawajenga katika ile sura ya 16 kwamba Roho Mtakatifu anakuja, mfariji, ambaye yeye atawaongoza katika kweli yote. Maneno haya aliyokuwa anawaeleza Yesu wafuasi wake katika ile usiku wa Alhamisi Kuu yaliwapelekea huzuni, na yeye mwenyewe akatambua kwamba wana huzuni, kwa sababu baada ya hapo maisha yao yangeenda kubadilika. Hayakuwa na furaha tena. Ijumaa Kuu iko mbele yao, Yesu anaenda kufa. Yale maneno kama atafufuka walikuwa hawana uhakika kabisa. Yesu anawaambia, chukueni mfano wa mwanamke ambaye yeye huyu mwanamke anapojiandaa wakati ule wa kwenda kujifungua mtoto, akiwa katika saa za kuzaa mwana, huyu huwa na huzuni, huwa na mateso makubwa sana. Yaani machungu ambayo yanampelekea mwanamke katika kuweza kujifungua. Baada ya kuweza kujifungua, anasahau uchungu ule wote aliokuwa ameupata. Kwa nyakati wanazofanya utume, watapata uchungu mkubwa kama ule ambao Paulo aliupata akiwa kule Korinto. Lakini Yesu mwenyewe akiwa kule Korinto anamwambia, hata kama ndugu zako wamekukataa, hata kama ndugu zako wamekuumiza, hata kama hujapokelewa, mimi bado nina watu wengi hapa. Songa mbele. Paulo akawa mtii kwa sauti ya Bwana. Kuna mazingira magumu unaweza ukapitia, ukaona mazingira haya uwepo wa Mungu haupo. Ukaona, Bwana, kwa nini amenileta katika mazingira haya? Kwa nini Bwana amenileta katika familia hii ambapo uwepo wa Mwenyezi Mungu haupo? Na kama wewe kweli umebeba kusudi la Mwenyezi Mungu katika hilo eneo, Yesu mara nyingi sana huwa anawapeleka watu wake katika maeneo ya giza kama Korinto. Unaweza kuwa ni mcha Mungu alafu Mwenyezi Mungu akakupeleka ukaenda kuolewa katika familia ya watu ambao wamejaa matendo ya giza tu. Ukasema, Mwenyezi Mungu, kwa nini umenileta nije niolewe huko? Nilikuwa sijui. Unaweza kwenda kuoa maeneo ambapo familia au ukoo umejaa matendo ya giza. Wewe ni Paulo. Unaweza kawa pia ni padri ukaenda kufanya katika utume, au ni mtumishi wa Mungu umeenda kufanya utume sehemu ambayo imejaa giza, mambo ya giza. Wewe ni Paulo. Au kama ni mwanamke, wewe ni Paula. Wewe ndio mwanga. Kristo anasema kwamba usije ukanyamaza kuweza kumshuhudia. Yeye ana watu wengi hapo katika hilo eneo, na hakuna mtu yote ambaye anaweza kukushambulia
Ana watu wengi katika mazingira mabaya kama ya Korinto. Ana watu wengi katika mazingira mabaya ambayo yamejaa nguvu za giza, ushirikina. Ana watu wengi hapo. Wewe usiache kuweza kuhubiri, kuweza kumshuhudia Kristo hata kama umepingwa. Kuna nyakati watu wakipingwa, wakifanya maneno mabaya, wanakaa kimya, sitahubiri, unaacha huduma. Usiache. Bwana ana mpango na wewe kuweza kuleta katika maeneo hayo, kuweza kuleta katika familia hiyo. Basi akiwa huko ndipo sasa huyu Paulo yeye anapigwa sana, anapelekwa katika hukumu kwa huyu aliyekuwa kiongozi ile eneo, alikuwa anaitwa Galio. Anapelekwa na Wayahudi ndugu zake, wanamwambia kwamba huyu anahubiri miungu mingine. Akiwa huko amepelekwa katika ile mahakama, Paulo anapotaka kujitetea, ndipo huyu kiongozi anasimama, anawaambia, ninyi Wayahudi, kama ni habari zinazohusiana na mambo ya imani yenu, nendeni huko. Mimi sijaona makosa juu ya huyo mtu. Na lile neno ambalo Yesu alikuwa amezungumza, anasema kwamba mtapelekwa mbele ya wakuu, mtasimamishwa mbele ya masinagogi mkiwa mnahukumiwa. Akasema msifadhaike mkahangaika ni namna gani kuweza kujitetea. Anasema Roho Mtakatifu atawapatia neno wakati huo la kuweza kuzungumza. Paulo yeye hakupewa nafasi ya kuweza kuzungumza, bali Roho Mtakatifu anamwinua huyu aliyekuwa ni mpagani, anakuja kumtetea. Yaani Paulo anapata mtetezi kwa mtu ambaye hakumjua Kristo. Hasira ya hao Wayahudi walipoona wamefukuzwa mbele ya kiti cha hukumu, wakamshika mmojawapo aliyekuwa mhudumu wa sinagogi aliyekuwa amempokea huyu Paulo, wakampiga viboko mbele ya lile sinagogi. Hasira kwa sababu wamemkosa Paulo. Sasa matendo haya ambayo watumishi wa Mungu wamepitia katika mazingira magumu, wameshtakiwa, yaani kushtakiwa na ndugu zako, kupelekwa katika mahakama za kiraia na ndugu zako wa imani. Yesu ndio anawaambia hawa mitume wake kwamba sikilizeni, jipeni moyo mkubwa, mimi nitakuwa pamoja na ninyi, siwezi kuacha. Anasema huzuni hizo ambazo mnazopitia nyakati hizi, baadaye zitageuka kuwa furaha. Kuna furaha katika kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, kwamba kuna furaha hadi kupita katika magumu. Furaha hiyo ambayo mtu mwingine hawezi kukupatia ni furaha ya kimungu. Furaha haipo katika vitu au katika hali fulani, bali furaha ipo hadi katika nyakati ngumu. Itafuta hiyo furaha katika mazingira magumu. Itafuta hilo kwa sababu anasema nyakati hizo ambazo utapita katika mazingira magumu, ukimwomba Baba kwa jambo lolote lile atatupatia, kwa sababu tumeaibishwa kwa sababu ya jina la Kristo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.